Mchana huu wa leo tunakwenda kuendelea na mfululizo wetu tuliouanza wa kitabu hiki cha Warumi, na somo la mfululizo huu kama tulivyosema ni Injili ni nguvu ya Mungu iletayo wokovu kwa kila aaminie au kwa wote waaminio. Injili ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa wote waaminio. Huo ndio utakaokuwa ujumbe wetu mkuu tutakaokuwa tukitafakari siku zote tutakapokuwa tunaendelea na mfululizo huu wa kitabu cha Warumi. Mara ya mwisho niliposimama hapa nilitoa utangulizi ambao pengine nitaurudia kwa haraka kwamba mwandishi wa kitabu hiki ni Paulo, na Paulo aliandika waraka huu tofauti na nyaraka nyingine. Nyaraka nyingine nyingi Paulo aliziandika baada ya kuwa amekwenda kwenye hayo makanisa, alafu baadaye anaziandikia nyaraka. Lakini waraka huu Paulo anauandika kwa kanisa la Rumi kabla hajaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nataka nikuombe kama mwanafunzi mzuri kwenye mfululizo huu, ninaomba ufanye mambo mawili yatakayokusaidia wewe, yatanisaidia na mimi pia. Jambo la kwanza, habari hii ya safari ya Paulo kwenda Rumi imeandikwa vizuri sana kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 27 na 28. Zile sura mbili za mwisho. Pale pana maelezo ya kutosha sana juu ya safari ya Paulo kwenda Rumi. Naomba tafadhali tenga muda, soma sura hiyo, itakusaidia kupata usuli au mambo yanayotangulia kwa habari ya waraka huu. Lakini jambo la pili, naomba nikuombe kama mwanafunzi mzuri, na kwa kweli ninaomba uwe mwanafunzi mzuri. Kama mwanafunzi mzuri, ninaomba wewe mwanafamilia DCRC, soma kitabu chote cha Warumi toka sura ya kwanza mpaka sura ya mwisho. Usome mapema ili tunapopitia sura kwa sura itakuwa rahisi kwako kufuatilia. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ulikuwa ni muda mrefu Paulo alipoandika barua hii kabla ya kwenda Rumi, na aliandika mapema, akaituma kupitia mama mmoja ambaye alikuwa anasafiri kwenda Rumi, anaitwa Foibe. Akamwambia, tafadhali naomba nisaidie kuifikisha barua hii kwenye kwa kanisa lililopo kule Rumi. Jambo jingine ambalo nataka nikuambie kabla sijaendelea ni kwamba wakati Paulo anaandika barua hii kwenda kwa Warumi, aliandika katika wakati ambao kulikuwa na elimu ya dini ya Kiyahudi. Wangapi mmewahi kusikia habari za dini ya Kiyahudi? Inaitwa Judaism. Dini ya Kiyahudi ilikuwa ni dini ambayo inaweka msisitizo mkubwa katika watu kufuata Torati au sheria ya Musa. Na walisema wao walikuwa wanajua hakuna namna yoyote unaweza ukapatana na Mungu, ukawa na mahusiano mazuri na Mungu mbali na kuishika Torati. Kwa hiyo fundisho lao kubwa lilikuwa ni kila mtu ni lazima ashike Torati. Ukishika Torati wewe ndio mcha Mungu sawa sawa. Kwa hiyo habari ya neema hawakuihubiri. Na kitu cha ajabu ni kwamba pamoja na kuweka msisitizo wa watu kuishika Torati, ilikuwa ni vigumu watu kuishika Torati, ikiwa ni pamoja na viongozi wa dini ya Kiyahudi. Viongozi wenyewe walikuwa hawawezi kuishika hiyo Torati. Jamani, Torati ilikuwa ngumu. Mmesikia kitu nimesema? Torati ilikuwa ngumu. Yaani kama tungekuwa tunaokolewa kwa kuishika Torati, inawezekana sisi wote hapa, hakuna hata mmoja, mzee Fulgens, usingeweza kuokoka kama ingekuwa ni kushika Torati. Ilikuwa na masharti magumu sana. Lakini ashukuriwe Mungu, tuko katika kipindi cha neema ambacho tunaokolewa kwa neema kwa njia ya imani katika jina la Yesu. Jamani, amina. Kwa hiyo elimu iliyokuwepo wakati ule Paulo anaandika waraka huu
ilikuwa ni elimu ya watu kuishika Torati kwa mujibu wa dini ya Kiyahudi. Sasa Paulo alikuwa ni hapo mwanzo, kama tulipoona habari zake tulivyokuwa tunajifunza kitabu cha Matendo ya Mitume. Huyu Paulo ambaye mwanzoni alikuwa anaitwa Sauli, akitoka katika mji mmoja unaitwa Tarso. Yeye alikuwa ni Myahudi, alikuwa ni muamini wa dini ya Kiyahudi, na kwa sababu hiyo hawa watu wanaomwamini Yesu walikuwa ni adui zake. Si mnafahamu watu wa Mungu? Na mnafahamu jinsi ambavyo alifanya kila lililokuwa katika uwezo wake kuhakikisha anawatesa hawa watu waliomwamini Yesu. Hawa watu wanaosema tunaokolewa kwa imani, alikuwa anapingana nao kwa mujibu wa imani ya dini ya Kiyahudi. Kwa hiyo walikuwa ni maadui zake, na wakati ule alikuwa anafanya kila analolifanya. Niliwaambia watu wa ibada ya asubuhi kwamba wakati ule Paulo alikuwa ni mkali kiasi ambacho wale watu wanaomwamini Yesu, wanaoamini kwamba tunaokolewa kwa imani, kama wangekutana kama tunavyokutana sisi hapa sasa hivi kwenye ibada hii, alafu akatokea mtu pale akasema jamani, Paulo huyo hapo nje, ndani ya dakika moja hapa vingebaki viti vitupu. Watu walikuwa wanamuogopa hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nashindwa kupata mfano wa kuwaeleza hofu ya watu wanavyoogopa kitu ili nifananisha na jinsi walivyokuwa wanamuogopa Paulo, jinsi ambavyo Paulo alikuwa analitesa kanisa la Mungu. Lakini ashukuriwe Mungu, Bwana Yesu alisema nitalijenga kanisa langu ambalo hakuna milango ya kuzimu itakalolishinda. Amen. Na anapozungumza habari za kanisa, anazungumza habari zako wewe. Jamani, amina. Kanisa ni nini? Kanisa si jengo. Kanisa ni wewe na mimi. Kwa hiyo Bwana Yesu anaposema nitalijenga kanisa langu na wala milango ya kuzimu halitalishinda, maana yake nitawajenga watu watakao niamini mimi, ambao watasimama imara, na watasimama imara kwa sababu yeye mwenyewe atawalinda na kuwapigania. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nimtie moyo mtu mmoja hapa kwamba yuko Yesu anayekulinda, yuko Yesu anayekupigania, yuko Yesu anayekutetea. Ninajua wako watesi wengi, ninajua yako majaribu mengi, ninajua yako magumu mengi, ninajua wako wanaokuwazia mabaya wengi, ninajua wako wasiokutakia mema wengi, ninajua wako wengi wanaokuotea, lakini ashukuriwe Mungu, yuko Yesu anayetulinda. Yuko Yesu anayetulinda. Yuko Yesu anayetulinda. Na yeye amesema nitalijenga kanisa langu na wala milango ya kuzimu haitalishinda. Najua wako wakina Paulo ambao ni watesi wako. Ninajua wako ambao wamepewa dhamana ya kukutesa kwa ajili ya imani yako. Lakini nataka nikutie moyo asubuhi ya leo, yuko Yesu anayetupigania. Yuko Yesu anayetupigania. Mtu mmoja aseme haleluya. Kwa hiyo huyu jamaa akaanza kulitesa kanisa, akaanza kuwatesa watu walioamini. Na mwenye kanisa akawa anatazama. Mwambie jirani yako, hata kama unateswa kiasi gani, Yesu bado anatazama. Yani jicho lake halijaondoka kwako. Kwa hiyo Bwana Yesu, imeisha, msiendelee kuongea. Mkipewa kuhubiri basi mnahubiri moja kwa moja. Waone kwanza. Kwa hiyo Yesu akawa analitazama kanisa lake ambalo huyu Paulo alikuwa analitesa. Sasa siku moja Paulo amejiimarisha kweli kweli. Amepewa vibali vyote vya kwenda kuwashambulia watu waliomwamini Yesu wanaoishi eneo moja linaitwa Dameski. Kwa hiyo anaenda kule, yuko njiani. Alafu mwenye kanisa akasema leo ninataka nimshughulikie huyu. Nataka nikutie moyo, watesi wako iko siku Yesu atawashughulikia.
hawatakutesa milele. Hawatakutesa milele. Hata kama wameinuka juu yako kwa nguvu kiasi gani, iko siku Yesu atawashughulikia. Haleluya! Usiogope. Usiogope. Iko siku Yesu atawashughulikia. Kwa ikafika siku akiwa njiani kwenda Dameski, Biblia inasema akiwa katikati, mwanga ukamulika. Ukamulikia pa, ni kama flashlight. Hebu jaribu kupata picha, uko gizani, umeme umekatika kwa sababu yoyote ile, alafu ghafla ukarudi pa. Unafahamu mwanga wa namna ile? Kwa hiyo mwanga ulimwakia namna ile Paulo, na kwa kusema ukweli ulikuwa ni mwanga zaidi huu wa taa ya TANESCO. Ulikuwa ni mwanga mkali kama wa jua. Alafu Biblia unasema ukali wa ule mwanga ulimfanya Paulo akawa kipofu, akaanguka chini. Alafu akiwa chini, Yesu akamuita, akamwambia, Paulo, Paulo, Sauli, Sauli, kwa nini unaniudhi? Sasa huyu Paulo ambaye alikuwa anajigamba kwamba yeye ni hodari, hakuna kama yeye, yaani yeye ana nguvu, hakuna yeyote anayeweza kumzidi. Akaona kama kuna mtu ambaye ameweza kunimulikia mimi mwanga mkali namna hii, na nimeanguka chini bila kusukumwa, maana yake huyo mtu ni mkubwa kuliko mimi, na kwa vyovyote huyo ni Bwana. Anauliza akiwa pale chini, anasema, Bwana, ni nani wewe ninayekuudhi? Alafu Yesu anajitambulisha, anasema, mimi ndiye Yesu ambaye wewe Paulo unaniudhi. Kwa hiyo Paulo, hebu jaribu kufikiri, alikuwa anaelekea Dameski kufanya nini? Kuwatesa nani? Kuwatesa Wakristo. Watu wa nani? Wa Yesu. Na sasa huyo Yesu mwenye watu wake ndio amempiga nini ile mtama, sijui ile anapigwa mtu akaanguka, sijui ni mtama ule au ni nini, vyovyote vile iwavyo, amemwangusha chini. Yaani amekutana na mwenye watu wake mwenyewe. Wewe unaenda kuwaua watu wake, alafu mwenye watu wake amekutana na wewe na amekuangusha chini. Na kama vile haitoshi, umekuwa kipofu. Bila shaka naanza kumuona Paulo kama anaanza kutetemeka hivi. Wewe usingetetemeka? Kama ingekuwa ni wewe, ungeweza kuwa na ushujaa? Alianza kutetemeka. Miguu ilikuwa inaanza kugongana. Leo nimekwisha. Sawa sawa? Alafu Bwana Yesu akamjua kwamba kwa hili ambalo amekutana nalo Paulo, ni lazima ana hofu, ni lazima amechanganyikiwa. Akamwambia, sasa usiogope, simama, nenda kwenye kijiji ulichokuwa unaenda, kile cha Dameski. Kuna mwanafunzi mmoja yuko pale, nenda nyumbani kwake, atakuambia mambo yanayopasa wewe kufanya. Kwa hiyo wakamsaidia Paulo, wakamshika, kumbuka haoni, wakampeleka mpaka kwa yule mwanafunzi anaitwa Anania. Na alipofika kwa Anania, ilibidi Mungu amwandae Anania. Vinginevyo Anania baada ya kumwona Paulo angekimbia. Nani ananielewa? Kwa Mungu alitangulia kumwandaa Anania, akamwambia, Anania, ninamleta kwako Paulo, yule uliyesikia habari zake kwamba anaua Wakristo, usiogope. Nakuja kwako, wewe muombe na umwambie mambo anayotakiwa kuyafanya. Muombe ajazwe Roho Mtakatifu, maana yeye ni chombo changu kwa watu wa mataifa. Na mimi ninapenda sana Biblia ya Kiswahili. Biblia ya Kiswahili inasema, pamoja na kuambiwa na Mungu kwamba
anakuja Sauli ili amwombee, bado Anania alikuwa na hofu. Kwa hiyo anapokuja Anania anasema maneno haya, anasema, ndugu Sauli, yule Yesu uliyekutana naye pale njiani amenituma nikuombee. Maana yake hili ninalokwenda kulifanya kwako sio mimi, ni yule, na yeye anajua nguvu aliyokutana na Paulo pale. Amen. Kwa hiyo ndugu Sauli, yule Yesu uliyekutana naye pale njiani akakupiga mweleka chini, akakupiga upofu, ukawa kipofu, amenituma kwako nikuombee. Akamwekea mikono, akamwombea, akajazwa Roho Mtakatifu. Na anasema wewe ni chombo chake kupeleka injili kwa watu wa mataifa. Kwa hiyo Paulo aliitwa na Mungu, akachaguliwa na kupewa kazi maalum, kazi ya kupeleka habari njema za Bwana Yesu Kristo kwa watu wa mataifa. Na tulijifunza siku ile ya kwanza kwamba watu wa mataifa ni watu wote wasio Wayahudi. Bwana Yesu asifiwe, watu wa mataifa wenzangu. Bwana Yesu asifiwe, watu wa mataifa. Kwa hiyo mtu akikuita mtu wa mataifa sio tusi. Mtu akikuita mtu wa mataifa ni kwamba anakuambia wewe sio Myahudi. Basi. Kwa hiyo na zamani kwa mujibu wa dini ya Kiyahudi ilionekana kwamba ili wewe uweze kupatana na Mungu ni lazima ufanyike Myahudi kwanza, uongoke katika imani ya Kiyahudi, alafu ndio unaweza kuokoka. Sasa Paulo katika zile siku 3 alizokuwa kipofu, Biblia inasema alipata maono. Mungu alijifunua kwake. Kumbuka hawa wanafunzi wengine 12 wale Bwana Yesu amekaa nao kwa miaka 3. Sasa huyu Paulo hana muda wa kukaa na Bwana Yesu miaka 3, kwa sababu hata hivyo Bwana Yesu amesharudi wapi? Mbinguni. Kwa hiyo hawezi kukaa naye tena. Kwa hiyo sasa kitu ambacho alifanya ilikuwa ni kumpa mafunuo katika zile siku 3. Ndio maana ukisoma katika nyaraka zake anasema kwamba nilichukuliwa mpaka mbingu ya mbingu, na hasa kwenye kitabu cha Wakorintho, nilichukuliwa mpaka mbingu ya mbingu. Anasema ninamfahamu mtu mmoja. Hii ni namna ya Paulo ya kujisema yeye mwenyewe. Huyo mtu alichukuliwa mpaka mbingu ya mbingu, akaoneshwa maono ambayo haijuzu mtu kuyafahamu. Kwa ajili ya mtu huyo nitajisifu. Anasema habari zake. Kwa hiyo Mungu katika zile siku 3 Bwana Yesu alijifunua kwake. Na sio kwamba alijifunua tu, akamweleza habari za Bwana Yesu moja kwa moja, na akimweleza kutoka wakati wa Agano la Kale tangu Ibrahimu mpaka Bwana Yesu alipokuja kuzaliwa, na kumweleza kwamba huyu alikuwa ni Mungu aliyefanyika mwili ili aje afe kwa ajili ya kulipa fidia ya dhambi. Kwa hiyo akamweleza. Paulo akazifahamu habari za Bwana Yesu kwa uhakika ndani ya zile siku 3 akiwa kipofu, hali wala hanywi. Kwa hiyo Paulo alijua. Sasa huyu Paulo alipotoka pale hakuwa Paulo yule wa kawaida. Alikuwa amebadilishwa. Sasa anaelekea Dameski, sio kuwatesa watu waliomwamini Yesu. Anakwenda kuwaambia, kuwaimarisha. Mtu aliyekuwa anaenda kuwakatisha tamaa, sasa anakwenda kuwatia moyo. Anakwenda kuzisema habari za Bwana Yesu kwa ufasaha, kwa sababu amepata kweli aliyofunuliwa. Na ndiyo maana alitamani sana kwenda Rumi. Rumi lilikuwa ni moja kati ya taifa la watu wa mataifa. Kumbuka wakati Bwana Yesu anasulubiwa, taifa ambalo lilikuwa himaya iliyokuwa inatawala ilikuwa ni himaya ya Kirumi. Na hawa walikuwa ni watu wa mataifa, walikuwa sio Wayahudi. Sasa Paulo kwa kuwa tayari amepewa kamisheni ya kwenda kuhubiri kwa watu wa mataifa, anatamani kwenda Rumi. Lakini hajapata nafasi ya kwenda Rumi bado, akaamua kuandika huu waraka. Lakini huu waraka Paulo anapoandika, anaandika huku akijua kilichomtokea. Na ndiyo maana kwenye mstari wa 16 anawaambia Warumi, anasema ninyi Warumi, mimi Paulo siionei haya injili
kwa sababu ninajua ni uwezo wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie, kwa Myahudi na Myunani. Maana yake ninajua kilichonitokea. Hii injili ninayoisema ninajua ilichokifanya kwangu. Mimi nilikuwa muuaji wa watu waliomwamini Yesu. Mimi nilikuwa ni mtesaji wa watu waliomwamini Yesu. Mimi nilikuwa ni mtu namba moja ninayewapinga watu waliomwamini Yesu. Lakini injili hii, huyu mwenye injili yake, yani Yesu Kristo, alinibadilisha. Yesu anabadilisha. Yesu anabadilisha. Yesu anafanya upya. Yesu anafanya upya. Akanibadilisha. Na sio kunibadilisha tu. Aliponibadilisha akanipa utume huu. Na anaeleza, anasema utume huu nimeupata kwa neema. Maana yake neema, unapewa kitu ambacho hukustahili. Hivi wewe kama ungepewa leo hii uchague watu kuwa wahubiri wa injili, ungeweza kumchagua mtu kama Paulo? Na kuuliza wewe, ungeweza kumchagua? Yaani leo Mungu amekupa kazi, Robin, hebu nitafutie mtu mmoja wa kuhubiri injili hapa. Alafu miongoni mwao yuko Paulo, yule wa mwanzo anayewapinga watu waliomwamini Yesu. Ungemchagua? Kwa nini? Hastahili. Sasa Paulo Mungu akamchagua, huyo asiyestahili. Na kuchaguliwa na Mungu au kupewa kitu na Mungu ambacho hukustahili, hicho ndio nini? Neema. Na ndiyo maana anawaambia ameteuliwa na Mungu kuwa mtume kwa watu wa mataifa kwa neema. Na katika kitabu chote hiki cha Warumi, moja kati ya maneno ambayo yamerudiwa tena na tena ni kwa habari ya neema. Tunaokolewa kwa neema. Tumefanyika kuwa wana kwa neema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Moja kati ya sifa alizonazo Bwana Yesu ni kwamba amejaa neema na kweli. Kwa mujibu wa kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 1 kuanzia mstari wa 13 na kuendelea, yeye amejaa neema na kweli. Kwa hiyo Bwana Yesu alipojifunua kwa Paulo, alifunua neema. Na neema hii ni kwamba Paulo, kwa namna ya kawaida wewe haukustahili kuwa mtumishi wa Mungu. Wewe haukustahili kuhubiri habari za injili. Lakini mimi nimekuchagua wewe kwa sababu mimi nimejaa neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Neema inawafanya wasiofaa machoni pa Mungu kuwa wanafaa. Mungu aliyejaa neema, kazi yake ni kubadilisha ili watu wasiofaa waonekane wanafaa machoni pake. Nataka niseme na mtu mmoja hapa asubuhi ya leo. Wewe ambaye unaona mambo unayoyafanya ni kama vile haufai. Wewe ambaye kila ukijitathmini unaona wewe hufai kuitwa mwana wa Mungu. Nataka nikwambie nina habari njema kwa ajili yako asubuhi ya leo. Hakuna anayefaa kuitwa mwana wa Mungu, hata mmoja. Lakini neema ya Mungu ndiyo inayotufaa na kutuwezesha kutufanya kuwa wana wa Mungu. Kwa hiyo katika hali yako ya dhambi ulionayo, katika hali yako ya uchafu ulionayo, katika hali yako ya kumkosea Mungu unaojiona unayo, ninazo habari njema kwa ajili yako. Iko neema ambayo tunaipata katika injili ya Yesu. Injili ni nguvu ya Mungu inayobadilisha. Yesu anaweza kukubadilisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Paulo anawaambia Warumi, anasema mimi ninajua injili ilichonifanyia, na ndiyo maana sioni haya, kwa sababu injili ni uweza wa Mungu unaoleta wokovu kwa kila aaminie. Mnachotakiwa kufanya nini Warumi ni kumwamini Yesu tu. Hayo mengine ya kukutoa wewe katika dhambi na udhalimu na uovu, anajua atakavyofanya yeye. Lakini wewe unachotakiwa kufanya ni kumwamini tu Yesu. Na ukimwamini, ile neema yake inakuja kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka niongee kidogo mistari inayofuata kuanzia 18 mpaka mwisho. Paulo baada ya kueleza juu ya neema na juu ya injili, anawaambia hawa Warumi kwa habari ya ghadhabu ya Mungu. Anawaambia hivi, ninyi Warumi sikilizeni.
huyu Mungu hakuwaacha ninyi bila ishara ya kuthibitisha kwamba yeye anaishi. Na hakuna mtu mwenye udhuru. Yaani hakuna mtu, hawa watu wanaosema, unajua kusema hakuna Mungu ni uzushi wa kipumbavu. Mnisamehe kusema maneno hayo. Kwa sababu Mungu ameweka udhihirisho wa uwepo wake. Kwa mfano, wangapi wamewahi kuona jua linachomoza asubuhi saa 12, saa 12 na robo upande wa mashariki, alafu linazama upande wa magharibi saa 12 naye? Wangapi wamewahi kuliona jua? Kuna wengine hamjaliona jua. Haya, wale ambao hamjaliona, kesho alfajiri mliangalie jua linavyochomoza na jioni linavyozama. Ninyi mlioliona jua, mmeliona siku ngapi likitokea huko na kwenda huko? Hapa naambiwa siku zote anazoishi. Sasa sitaki kujua umri wake, niwaambie umri wangu. Mimi hivi mnavyoongea, hivi ninavyoongea, ni mzee wa miaka 62. Kwa muda wa miaka 62 ninaliona jua linatokea upande ule ule, linaishia upande ule ule. Halijabadilika. Sijawahi kuliona jua hata siku moja likitokea kaskazini na kuzama kusini, au likitokea kusini na kuzama kaskazini, au likichomoza magharibi na kuzama mashariki. Sijawahi kuliona. Kama kuna mtu amewahi kuliona niambie. Na nafikiri huyo akitokea mtu nitampa hela. Tena sio 10,000, 20,000. Yaani unipe na vigezo na masharti kuzingatiwa. Wewe ambaye umeliona jua likichomoza kutoka mashariki, alafu linazama kutoka magharibi, linazama, wewe ambaye umeliona, au linachomoza kaskazini linazama kusini, naomba nina shilingi 20,000 yako hapa. Yupo? Sasa unifuate sasa, usinifuate baada ya hapa. Hakuna. Na ni kweli. Sasa hebu nikuulize, hivi kwa akili yako unadhani hili jambo la kwamba jua linatokeza huku muda ule ule mahali pale pale na linazama muda ule ule na mahali pale pale, linaweza likajitokea tu lenyewe? Hapana, ni lazima kuna mtu. Lazima kuna kusema mtu, sijui nisemeje. There's a person. Okay, niseme kuna mtu ambaye anasababisha hiki kitu, na huyo mtu ni Mungu. Yaani hivi vitu havijitokezei vyenyewe. Huyo mtu ni Mungu. Kwa nini watu wanapotembea wanakanyaga chini na wanatembea kwa miguu, hawatembelei vichwa? Umeshawahi kumwona mtu anatembelea vichwa? Labda ni mchawi, lakini watu wote hapa. Alafu ngoja nikuambie, vitu vingi tunavifanya bila kufundishwa, kwa sababu yuko Mungu aliyetutengeneza hivi. Sasa hivi vitu vyote Paulo anasema Mungu ameacha, hakutuacha tu hivi hivi. Ameweka ushahidi wa kuonyesha yeye yupo. Na kwa sababu hiyo hakuna mwanadamu hata mmoja mwenye udhuru wa kwamba anafanya dhambi kwa sababu hajui kama Mungu yupo. Mungu ameweka dhamiri ndani ya moyo wa kila mmoja. Na wewe unajua hata usipofundishwa kwamba kuiba ni dhambi, kuna kitu ndani yako ukitaka kuiba kinakuonyesha. Ukitaka kusema uongo, kuna kitu ndani kinakuambia hii si sawa. Jamani, kweli sio kweli? Kuna mtu anasema uongo, alafu akishasema uongo ndio anajua amesema uongo. Kwa hiyo Mungu ameweka dhamiri ndani yetu, na Paulo anasema Mungu hakutuacha. Kwa hiyo Mungu mwanadamu hana udhuru wa kujizuia, wa kujitetea kwa nini anafanya hayo anayoyafanya. Na anawaambia Warumi, ninyi mnafahamu kwamba watu waliamua kufanya makosa au dhambi kwa makusudi. Na kwa sababu waliamua kufanya dhambi kwa makusudi, Mungu aliwaacha wafuate akili zisizofaa. Na hata wakabadilisha matumizi ya asili ya mwanamke kwa matumizi yasiyo ya asili, wakifanya mambo yasiyowapasa kufanya. Paulo anaonyesha jinsi dhambi ilivyo mbaya na ilivyoingia katika maisha ya watu. Na anawaambia kwamba kwa ajili ya dhambi hizo huja ghadhabu ya Mungu inayopelekea watu hukumu.
Lakini Paulo anamalizia kwa kusema ashukuriwe Mungu. Yupo Yesu anayeleta msamaha wa dhambi. Yuko Yesu anayesamehe dhambi. Yuko Yesu anayesamehe dhambi. Yuko Yesu anayesamehe dhambi. Na msamaha wa dhambi ambao Yesu anauleta kwa mtu anayekubali kutubu, hiyo ndiyo injili, ndiyo nguvu ya injili. Mtu mwenye dhambi anabadilishwa na kuwa mtu mwenye haki. Haki ya Mungu inawekwa ndani yake. Mtu ambaye alikuwa na hatia kwa ajili ya kumkosea Mungu, Mungu anamsamehe dhambi zake, anamsafisha kwa damu ya Yesu, na akishafanya hivyo, Mungu anapomtazama yule mtu haioni hatia ya dhambi tena. Kwa nini? Kwa sababu ile haki ya Mungu ambaye huyu mtu amemwamini imekuja ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Injili hubadilisha maisha ya mwenye dhambi na kumfanya huyo mwenye dhambi kuwa mwenye haki. Asubuhi hii ya leo, ni asubuhi au ni mchana, vyovyote vile iwavyo, mchana huwa leo ninazisema habari za Yesu hapa. Ninasema habari za injili hapa ambayo inabadilisha. Injili ina uwezo wa kukutoa katika hali ya dhambi, ina uwezo wa kukufutia hatia yako na ukawa ni mwana wa Mungu uliyesamehewa dhambi. Na mahali pa mtu kusamehewa dhambi ni hapa, na saa ya wokovu ni sasa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, kama kuna wakati wa kutengeneza maisha na Mungu ni huu. Na niliwaambia watu wa asubuhi nikasema kwamba hatujui kuhusu baadaye, hatujui kuhusu kesho, tunachojua ni sasa. Yaani kwamba tutapata nafasi nyingine ya kutubu, hatujui. Tunachojua ni kwamba hii ndiyo nafasi Mungu aliyotupa. Kwa hiyo neema ya Mungu imefunuliwa kwetu, nayo yatufundisha kukataa ubaya katika ulimwengu wa sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati wa kupatanishwa na Bwana ni huu wa sasa. Neema ya Mungu iko hapa, watu wa Mungu. Paulo anasema sionee haya injili, maana ni uwezo wa Mungu uletao wokovu kwa kila aminie. Ninahisi ndani ya moyo wangu kwamba kuna watu hapa ambao wanahitaji kupokea wokovu. Au kuna watu walioko hapa wanahitaji kuurudia wokovu. Nataka nikutie moyo. Biblia inasema leo mkisikia sauti yangu msifanye migumu mioyo yenu. Inawezekana mtu yuko hapa asubuhi ya leo na ndani ya moyo wako unasikia hatia. Unasikia hatia, na ukisikia hatia maana yake uhusiano wako na Mungu hauko sawa. Lakini injili ya Bwana Yesu kazi yake ni kufuta hiyo hatia. Ukikubali hatia yako ifutwe kwa kutubu dhambi zako, ukikubali hatia yako ifutwe kwa kusamehewa dhambi zako, Bwana Yesu atakufanya upya kabisa. Nataka nikuombe sasa ufunike macho yako na uinamishe kichwa chako. Nimehubiri kwa muda mfupi najua, lakini nimehubiri kwa habari ya injili ambao ni uwezo wa Mungu letao wokovu kwa kila aminie. Inawezekana ndani ya moyo wako unaona kuna hatia, unaona hujapatana na Mungu, unaona unahitaji neema ya Mungu iokoayo ikufunike. Niko hapa kwa ajili ya kukuombea. Paulo ambaye alikuwa amemkosea Mungu sana kwa kulitesa kanisa la Mungu, akiwa njiani kwenda kule, na baada ya kupigwa na ule mwanga alihitaji kwenda kuombewa, na Mungu alimwandaa mtu wa kumuombea ambaye anaitwa Anania. Asubuhi hii ya leo ninahisi Bwana amenileta kwako kama Anania ili nikuombee. Wewe ambaye unajijua kwamba katika maisha yako unasikia hatia, wewe ambaye unajijua kwamba umemkosea Mungu kwa namna yoyote na unataka ufanye upya maisha yako, nataka niombe kwa ajili yako. Nataka niombe kwa ajili yako. Kama Anania alivyomwombea Paulo, Paulo akapokea badiliko kwenye maisha yake, akapokea msamaha wa dhambi, na Mungu akaweka kitu kipya ndani yake, akaweka utumishi wa kwenda kwa mataifa. Ninajua wako watu hapa ambao Mungu anataka wasamehe na kuwabadilisha, na kisha aweke utumishi ndani yako. Tukiwa tumeinamisha vichwa vyetu na kufunika macho yetu, kama uko hapa
na unataka nikuombee, inua tu mkono wako juu, nataka niombe kwa ajili yako. Inua tu, usiogope. Asante, Mungu akubariki. Ninaona mikono hiyo, Mungu akubariki. Wewe uliyenyosha mkono wako, asante sana. Nimeiona mikono kadhaa. Naomba simama hapo ulipo. Wahudumu nisaidieni hiyo mikono, waongozeni watu hawa. Njoo hapa mbele tuombe pamoja. Njoo hapa mbele tuombe pamoja. Njoo hapa mbele tuombe pamoja. Simama tu, njoo hapa mbele. Yule Anania yuko hapa leo, na yule Bwana Yesu ambaye alimbadilisha yuko hapa. Bwana Yesu atakubadilisha. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndio wale waliaminio jina lake, waliozaliwa kwa Roho. Yuko hapa Bwana Yesu. Naona watu wengi wanakuja. Asante sana. Asante sana. Mungu akubariki. Wahudumu, naomba mnisaidie kuwaelekeza hawa watu na kuwapanga vizuri, na wakati huo ni waombe viongozi, wazee wa kanisa na wachungaji, tuje tuombe kwa ajili ya hawa. Nitaomba wachungaji watawaongoza katika maombi, alafu baadaye katika sala ya toba, alafu baadaye watawaombea. Na kama kuna mtu yeyote unatufuatilia katika ibada hii kupitia mitandao yetu, na wewe pia unataka kuungana na hawa, basi ninaomba rudia sala hii ambayo wachungaji watakuongoza mbele za Bwana, na watakapoomba maombi haya yatakufikia na wewe huko. Alafu baada ya hapo nitaomba uwasiliane na mimi. Karibu wachungaji. Basi fuatisha maombi haya, yafanye kama maombi ya kwako binafsi. Sisi tunajaribu kukuongoza. Sema kwa sauti, Bwana Yesu. Ongeza tena sauti, sema, Bwana Yesu, niko mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi, na nimesikia habari za upendo wako. Nimekuja mbele zako na ninatubu dhambi zote nilizotenda, ninazokumbuka na nilizosahau. Naomba unisamehe. Naomba unitakase. Naomba unisafishe. Nafungua moyo wangu, uingie ndani yangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kuanzia sasa ninamkataa shetani na kazi zake zote, na kukufuata wewe Yesu. Uwe kiongozi wa maisha yangu. Kwa jina la Yesu Kristo ninakuomba uandike jina langu katika kitabu cha uzima, na unipokee na kunifanya kuwa mtoto wako. Asante Yesu kwa kunisamehe. Asante Yesu kwa kuniokoa. Kwa jina la Yesu Kristo nimeokoka. Weka sasa mikono yako kifuani. Naomba tuwaweke mikono viongozi na kanisa. Unaweza kunyoosha mkono wako huku. Nyosha mkono wako huku, tuombe. Baba, katika jina la Yesu, Mungu mwenye nguvu, mwenye uweza, Mungu mwenye mamlaka, wewe ndiwe unayeokoa. Na siku ya leo Bwana ulijua, na nafsi hizi ambazo zimesimama mbele zako umezikusudia mema siku ya leo. Wewe umesema yule ambaye hataionea haya injili, wewe pia hutamwonea haya mbele za Baba. Kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, tunawakabidhi hao katika mikono yako, tukiwaombea neema na mwanzo mpya wa maisha ya wokovu. Ile mbegu ambayo imepandwa ndani yako ya neno la uzima ikachipue. Tunawatenga mbali na kila hila za yule mwovu na kazi za giza. Kwa jina la Yesu, nguvu za mapepo, ushirikina, uchawi, kila aina ya nguvu za giza, kwa mamlaka ya jina la Yesu tunatangaza kwamba hazina mamlaka tena juu ya maisha yao. Kwa mamlaka ya jina la Yesu tunatamka uhuru wao. Tunatamka uhuru wao
Kwa jina la Yesu, mapepo yanawaachia. Kwa jina la Yesu, mapepo yanawaacha huru. Kwa jina la Yesu, uzima mpya unaingia ndani yao. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, miili yao sasa haitakuwa hekalu la mapepo tena, bali hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, wanawekwa huru kwa kazi ya msalaba. Baba, tunakushukuru. Na ikiwa wapo wagonjwa kati yao, tunatamka afya na uzima wa roho, nafsi na mwili. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, tunawaombea neema ya kusimama na kusonga mbele katika maisha ya wokovu, na wasirudi nyuma tena. Tunawatenga na hila za yule mwovu na kila nguvu na ushawishi wa kuwarudisha nyuma. Bwana, walinde hawa, waepushe na majaribu, wahifadhi katika neema yako. Kwa jina la Yesu, wape kukua katika kukujua, na uweke utumishi ndani yao, na zaidi ya yote uwajaze kwa Roho wako Mtakatifu. Neema yako Bwana iwafunike katika jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru Bwana kwa mavuno haya, na tunakushangilia kwa kuwa wewe ni mwema. Jina lako litukuzwe. Shangilie Bwana Yesu tena. Shangilie Bwana Yesu tena. Neno la Mungu linasema kuna sherehe mbinguni mwenye dhambi mmoja akitubu. Tuna kundi kubwa sana hapa la watu ambao wamempa Yesu maisha, na wengine wamerudi, walikuwa wamerudi nyuma, wamemrudia Mungu wao. Kama mbinguni kuna sherehe, kwa nini hapa duniani kusiwe na kifijo na kelele kwa Bwana? Piga tena kelele kwa Bwana kanisa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tunaomba kwanza tuwapongeze sana. Kwa niaba ya mchungaji wetu kiongozi, mmefanya uamuzi wa busara sana. Naomba tuwape mikono viongozi. Mungu akubariki sana. Mmefanya uamuzi wa maana sana sana. Katika maamuzi mliowahi kuyafanya, wa leo ni wa maana kuliko mwingine wowote. Mungu awabariki sana kwa uamuzi huu. Na kutakuwa na maelekezo ambayo tutataka kuwapa. Kwa hiyo tafadhali sana, mara tu tukimaliza ibada, msiondoke. Tafadhali sana, msiondoke. Tutaingia pale kwenye mlango huu wa blue hapa. Tukishamaliza ibada tu, yako maelekezo muhimu sana 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 ambayo tunataka kuwapa. Mungu awabariki sana sana. Mnaweza kwenda na amani ya Bwana. Kama kuna mtu kati yetu ambaye anahitaji lolote, ni mgonjwa au unahitaji lingine lolote, na ungetaka tuombe na wewe kwa dakika hizi chache, tafadhali unaweza kuja hapa mbele tuombe. Kama kuna mtu yeyote ambaye anahitaji lolote, kwa hapa ni mgonjwa, unahitaji lolote la kifamilia, la kibiashara, la kiuchumi, chochote ulicho nacho na unaotafuta mkono wa Bwana, njoo hapa mbele. Tuna dakika chache sana tuombe, alafu turuhusu ratiba zingine ziendelee. Pastor Jackson. Mungu akubariki sana. Watu ni wengi, naomba wahudumu tuongezeke tafadhali. Wazee wetu, wale ambao mna nguvu na mnaweza kuja tena kufanya huduma, karibuni. Unaweza ukanyamisha kichwa chako. Na wewe ambaye uko kule nyuma, unaweza ukanyosha mikono yako huku ukiomba kwa ajili ya watu hawa, lakini pia ukijiombea na wewe mbele za Bwana. Twende mbele za Bwana kwa ajili ya watu hawa. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru. Ninalibariki jina lako kwa sababu Mungu unaishi patakatifu palipoinuka penye heshima, penye uweza na nguvu. Watoto wako wamekuja mbele zako, wanayo mahitaji mbalimbali, wanayo mahitaji kwa ajili ya utukufu wako. Mungu ketie patakatifu palipoinuka, tunaliitia jina lako Mungu mwenye heshima, tunaliitia jina lako Mungu mwenye mamlaka,
tunaliitia jina lako Mungu ketie patakatifu pako, kwa heshima ya jina la Yesu Kristo. Baba Mungu unaishi patakatifu pako, ninaomba neema yako kwa ajili ya watoto wako hawa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana, mengine Bwana ni mahitaji ambayo Bwana wanashindwa kumweleza mtu mwingine isipokuwa Bwana yako kwako, kwenye madhabahu yako, katika jina la Yesu. Kwenye kiti chako cha enzi Mungu tunainua haya, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kutana nayo kwa heshima yako, kutana nayo kwa heshima yako, katika jina la Yesu. Tunatamka uzima kwa yule ambaye anahitaji uzima, katika jina la Yesu Kristo. Tunatamka Bwana upaji kwa mtu ambaye anahitaji upaji, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Rimashiti, katika jina la Yesu Kristo. Heshima zina wewe, mamlaka na nguvu kwa ajili ya watoto wako. Tunatamka heshima yako Bwana kwa ajili ya utukufu wako juu ya watoto wako, kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa Bwana, kuwepo na kufunguliwa juu ya kila kitu ambacho kimefunga, ile milango ambayo imefungwa, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kuanzia sasa kwa heshima yako, katika jina la Yesu, tunatamka kufunguliwa Bwana kwa milango na madirisha mbinguni kwa ajili ya watoto wako, katika jina la Yesu Kristo, kwa heshima na mamlaka ya jina lako, jina la Yesu. Kuanzia sasa Bwana, juu ya watoto wako na juu ya miili ya watoto wako, Bwana mwenye heshima na mamlaka, hili ni hekalu lako takatifu, katika jina la Yesu. Hakuna kazi zozote za giza, kwa jina la Yesu. Hakuna kazi zote juu ya mtoto huyu, kwa jina la Yesu. Hakuna kazi zozote ambazo zitasimama kinyume na kusudi lako. Huu ni mwili wako, kwa jina la Yesu. Hili ni hekalu lako, kwa jina la Yesu. Karabashete yeme, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunatangaza mzima wako, tunatangaza uzima wako juu ya mtoto huyu, katika jina la Yesu. Kijana wako Bwana, kutana naye katika jina la Yesu. Tunamtamkia uzima, tunamtamkia uzima, tunamtamkia uzima kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kutana na mama huyu kwa heshima ya jina lako, katika jina la Yesu Kristo unayeishi patakatifu pako. Bwana mabwana, tunatangaza uzima juu yake, tunatangaza upaji juu yake, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kuanzia sasa Bwana, ukamnemeshe katika jina la Yesu juu ya hitaji la moyo wake. Unautazama moyo wake, kutana naye, kutana na hitaji la moyo wake, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Heshima zina wewe kwa ajili ya baba huyu. Kutana na haja ya moyo wake, kutana na haja ya moyo wake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kila milango iliyofungwa Bwana ikafunguke kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, kwa heshima na mamlaka yako na nguvu zako, katika jina la Yesu Kristo. Na wote ambao wanatufuatilia kwenye mitandao ya kijamii, Bwana kutana nao, ambao wanahitaji uponyaji, achilia uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Neema ya uzima ipite kwao katika jina la Yesu wa Nazareti hai. Tunaomba tukiamini katika utukufu wako, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Heshima zikapite za jina lako juu ya kila mmoja mmoja aliyopo kitandani, anayetufuatilia kwenye mtandao wa kijamii. Hawezi kuamka Bwana, ukapate kumuinua tena katika jina la Yesu. Hizo joint ambazo hazijaweka za kukaa vizuri, uzima ukapite huko kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Mwenye shida ya sikio, kwa jina la Yesu Kristo, jina la Yesu wa Nazareti hai, huko alipo Bwana, ukakutane naye kwa jina la Yesu wa Nazareti. Nami nakuazimisha wewe na kupigia makofi ya nguvu nikikushangilia. Asante.